Kwa mujibu wa kanuni namba 35 kifungu cha pili B ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022, ninamwelekeza mkurugenzi wa halmashauri katika mamlaka za serikali za mitaa hapa Muheza kwamba kwa mujibu wa kanuni ya 37(1) ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022 kuwapumzisha kutekeleza majukumu yao watumishi wa halmashauri wanaotuhumiwa kusababisha changamoto kwenye miradi ya ujenzi ikiwepo mradi wa ujenzi wa jengo la utawala. Wa kwanza ni ndugu Rajabu Diamond Mushi ambaye ni afisa hesabu mwandamizi wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Wa pili ni bwana Abdalla Mohamed Jaha ambaye ni mhandisi wa kilimo mkuu daraja la pili kwenye halmashauri ya wilaya ya Muheza. Wa tatu ni ndugu Shukuru Elias Marandu ambaye ni afisa ugavi msaidizi wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Wa nne ni Jessica Francis Luvigo, afisa rasilimali watu wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Wa tano ni Karen Dastan Mela, mhandisi daraja la pili halmashauri ya wilaya ya Muheza. Hawa, Mheshimiwa Waziri, ndio wale ambao walitambuliwa siku ile na Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini baada ya timu tuliotuma hapa wameongezeka wale 9 ambao ni Mwangaza Rajabu Kusenge, mkuu wa idara ya manunuzi; pili, Maximilian Sindanguru, mkuu wa idara ya elimu msingi; Angela Jabe Mwapachu, kaimu mkuu wa idara ya huduma za sheria; Edward Sempindu Mgaya, mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Namba 10 ni Msafiri Charles Nyaruva, mkuu wa kitengo cha michezo, utamaduni na sanaa. 11 ni Zaituni Saidi Abdalla, mkuu wa kitengo cha uchaguzi. 12 ni Isa Selemani Msumari, mkuu wa kitengo cha uhifadhi wa mazingira. 13 ni Nasibu Fadhili Mashanjala ambaye ni mhasibu, na 14 ni Moses Herbert Mpembo, mhasibu. Tunamwelekeza mkurugenzi wa halmashauri akisimamiwa na katibu tawala wa mkoa kuunda kwa haraka kamati ya uchunguzi ya awali kwa watumishi hawa ili kuwachunguza watumishi wanaotuhumiwa kusababisha changamoto kwenye yale tuliyoyasema, yale mambo 5. Kazi ya wizara zetu mbili ni kuratibu utumishi wa umma katika nchi. Ofisi ya Rais Utumishi ndiye mwajiri, lakini yeye mwajiri anapoajiri anawapeleka kwenye vituo vya kufanya kazi, na vituo hivyo ndivyo ambavyo wewe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI unavisimamia. Kwa hiyo watumishi hawa kwa namna moja nyingine, linapokuja jambo linalohusu masuala ya kiutumishi, mimi na wewe tunahusika kuwasimamia na kuwaratibu ili mambo ya utekelezaji wa majukumu ya nchi, lakini pia maagizo yanayotolewa na viongozi wetu yaweze kutekelezwa bila ya kutokea kasoro yoyote.